wachezaji wao zaidi ya 10 wameitwa katika majukumu ya timu ya taifa. Huo ndio ugumu ambao unauona kwa upande wa Dar es Salaam. Lakini pia upande mwingine, upande wa mabadiliko ya benchi la ufundi, kwamba inasemwa sana kwamba huenda wakarejea katika raundi 2 kuelekea kufuzu kwenda makundi wakiwa na benchi jipya la ufundi. Kwa hii pia inawezekana pia ikatengeneza tension kwa upande wa Dar es Salaam. Kitu ambacho tukija kuangalia katika makaratasi, tukiangalia timu mbili ambazo wanakuja kukutana nazo, tukiangalia Silver Strikers ya kule nchini Malawi na tukiangalia na Mtibwa Sukari, kimakaratasi tunaona Yanga bado yuko juu zaidi, kwa maana ya kwamba kwa upande wa kikosi alichokuwa nacho Dar es Salaam Africa ana uwezo wa kupata matokeo kwa timu zote hizi mbili, kwa Dar es Salaam Africa na kwa timu zote mbili ambazo anakwenda kupambana nazo. Na well and good anakwenda kuanza kimataifa kwa sababu Yanga wao katika mipango yao msimu huu ni kufika makundi. Na ndio taski ya kwanza wanakwenda kuanza nayo, kwenda kucheza na Silver Strikers. Wakifanikiwa kuweza kuwatoa Silver Strikers, wanakwenda kukutana na Mtibwa Sukari tayari wakiwa wameshafuzu kwenda hatua ya makundi. Ambapo wakimaliza sasa, unajua wanasemaga kwamba mwanajeshi vitani jambo la kwanza huwa ni kukamilisha taski iliyoko mbele yake, alafu anaanza kupanga mbinu kwa ajili ya taski inayofuata. Kwa hiyo wakimaliza jukumu la kuweza kufuzu kwenda hatua ya makundi, atarudi katika mienendo yake ya kuweza kuhakikisha kwamba anautetea ubingwa wake, kwa sababu sasa hivi yeye ndio bingwa mtetezi wa NBC Premier League. Bana, mambo vipi mwana michezo mwenzetu? Karibu tena dimbani. Jina langu naitwa Cisco, ndio nahodha wako kwa nyakati hizi. Njoo tuzungumze michezo bwana. Niko naye hapa mtaalamu wa soka kama si kabumbu, si mwingine bali ni Steven mwana wa Mapunda. Tukienda kusikia mengi na mazuri yakiwa na pungufu kubwa mno na Bati Quality, kampuni bora ya Kitanzania inazalisha na kusambaza bati aina zote. Ziko za migongo midogo, migongo mipana, mfano wa kigae, na zile pia zenye matili wa chenga zinapatikana kwa gharama nafuu na bei ya kiwandani. Ukinunua mabati bwana, unapata misumari na usafiri bure popote pale ndani ya ardhi ya Tanzania. Warranty yake ni ya muda mrefu, miaka 10 ya uangalizi. Unanunua bati wewe, anakuja kutamba nayo kijana wako. Steven Mapunda, uko vizuri bro? Mimi niko vizuri. Uzima upo na hulalamiki sio? Niko vizuri, uzima upo wa kumwaga tele paka mbio na mwagika. Bana, mambo ni mengi kweli, lakini kabla hujapiga story tunaendelea kukumbusha lile jambo letu juu ya pikipiki yetu ile ambayo inatupatia urahisi wa kusaka habari. Watu wameamua kutukatisha na kutuvunja mabawa ili tusipate habari. Wanataka tutumie magari na i4 Dar es Salaam kutafuta habari. Itakuwa haiwezekani. Sasa bana, bado pikipiki haijapatikana. Pikipiki yangu imepotea. Pikipiki ile bwana iliibwa nyumbani maeneo ya Tabata Kisukuru usiku wa tarehe 2 kuamkia tarehe 3, na watu wasiojulikana waliluka ukuta wa fence na kisha kufungua geti dogo na kuiondoa. Tukashtukia asubuhi geti dogo liko wazi, na baada ya kutazama pale kwenye vyombo tukaona pikipiki ndiyo ambayo haipo. Pikipiki hii ni aina ya Boxer BM 125 yenye namba ya usajili MC 563 DEC. MC 563 DEC. Hiyo pikipiki bwana unapoiona basi unaweza pia ukanipigia simu kupitia namba ya simu ya 0782 055 044. Na hiyo pikipiki miliki ya halali ni mimi na sio yoyote ambaye utakutana naye yuko nayo. Na zawadi nono itatolewa kwa yote ambaye atafanikisha kupatikana kwa chombo hii kabisa. Bwana, Steven mwana wa Mapunda, taarifa ni nyingi kweli nyakati hizi, lakini kwa sasa tunakwenda kubisha odi pale kwenye klabu ya Young Africans, ambapo taarifa zinaeleza kwamba ratiba ya Young Africans kwa msimu huu imebana tight kweli. Lakini nataka tutazame ratiba ya Young Africans kwa maana ya mwezi huu Oktoba. Unanipata vizuri Mapunda? Tutazame Young Africans ratiba yao kwa mwezi wa 10 imekaaje, na ni kwa namna gani wanaweza kupangua ratiba hii na kupata matokeo mazuri. Ratiba ya Young Africans kwa mwezi wa 10, Steven Mapunda, wana mchezo mmoja tu wa ligi kuu ya soka Tanzania bara. Mchezo huu bwana utachezwa tarehe 29 ya mwezi wa 10 mwaka 2025. Na hii Yanga itakuwa home
Kwa maana uwanja wa nyumbani. Watacheza dhidi ya Mtibwa Sugar. Wana Tamtam kutokea pale mkoani Morogoro. Hawa ni ndugu zangu wa damu. Unajua mimi ni Mruguru kabisa. Timu yako ya nyumbani. Timu ya nyumbani. Mimi Mruguru natokea Morogoro. Kwa hiyo hawa ni ndugu zangu. Kabisa. Lakini pia Young Africans itacheza tarehe 18 ya mwezi wa 10 mwaka 2025. Hapo watacheza na Silver Strikers. Yes. Unanipata vizuri Ndio. Na baada ya hapo watacheza tena mchezo wa marejeano tarehe 25 mwezi wa 10 mwaka 2025. Ndio. Yanga atakuwa nyumbani Benjamin Mkapa. Kwa hii ndio ratiba kwa Young Africans kwa mwezi huu wa ngapi? Wa 10. Yes. Tuambie ratiba hiyo kwa Young Africans. Na kwa nini imeanzia mbali? Ni kwa sababu ya mashindano, kalenda ya FIFA hapa kati. Yes. FIFA break. Ndio. Tujuze nini hasa ambacho nakiona kwenye hii ratiba na mabadiliko ambayo yanatajwa kwamba kutakuwa na mabadiliko ya kocha. Kwa hii ratiba ilivyokaa. Nikitazama kwa maana ya kwamba katika hali ya uhalisia kwa wachezaji naona ratiba ikiwa imebana zaidi kwa sababu Young Africa wachezaji kama sikosei zaidi ya 12 wameitwa katika majukumu ya timu za taifa. Walioitwa ndani ya Tanzania na walioitwa nje ya Tanzania. Kwa hiyo ni zaidi ya wachezaji 11 hawapo katika kikosi na mwalimu wakati huu wa kuweza kujiandaa na mashindano yanayoendelea. Kwa hiyo hii inakwenda kuleta alamu gani kwamba wachezaji wakirejea katika timu ya Young Africa tuone kwamba watarejea wakiwa katika utimamu wa kiasi gani, kwa sababu wanapoenda kushindana kila timu kila taifa linakuwa na malengo yake kwamba yupo katika gepu ipi ya kuweza kufuzu ama yupo katika gepu ipi ya kuweza kutengeneza FIFA rank kwa mataifa yao. Kwa hiyo ile bato ambayo watakutana nao katika mataifa yao ni swala la kuomba Mungu tu waweze kurudi wakiwa wako salama, wakiwa hawana majeruhi, lakini pia hata ile fatiki ya mwili isiweze kuwepo. Kwa hiyo ndio concerning ambayo wanayanga wote nafikiri wanaitazama kwa sasa, kutokana na kwamba wachezaji wao zaidi ya 10 wameitwa katika majukumu ya timu ya taifa. Huo ndio ugumu ambao unauona kwa upande wa Young Africa. Lakini pia upande mwingine, upande wa mabadiliko ya benchi la ufundi kwamba inasemwa sana kwamba huenda wakarejea katika raundi 2 kuelekea kufuzu kwenda makundi wakiwa na benchi jipya la ufundi. Kwa hii pia inawezekana pia ikatengeneza tension kwa upande wa Young Africa. Lakini sasa kitu ambacho tukija kuangalia katika makaratasi tukiangalia timu mbili ambazo wanakuja kukutana nazo, tukiangalia Silver Strikers ya kule nchini Malawi na tukiangalia na Mtibwa Sukari, kimakaratasi tunaona Yanga bado yuko juu zaidi, kwa maana ya kwamba kwa upande wa kikosi alichokuwa nacho Young Africa ana uwezo wa kupata matokeo kwa timu zote hizi mbili kutokana na ukubwa wa Young Africa na kwa timu zote mbili ambazo anakwenda kupambana nazo. Na well and good anakwenda kuanza kimataifa kwa sababu Yanga wao katika mipango yao msimu huu ni kufika makundi. Na ndio taski ya kwanza wanakwenda kuanza nayo, kwenda kucheza na Silver Strikers. Wakifanikiwa kuweza kuwatoa Silver Strikers, wanakwenda kukutana na Mtibwa Sukari tayari wakiwa wameshafuzu kwenda hatua ya makundi. Ambapo wakimaliza sasa unajua wanasemaga kwamba mwanajeshi vitani jambo la kwanza huwa ni kukamilisha taski iliyoko mbele yake, alafu anaanza kupanga mbinu kwa ajili ya taski inayofuata. Kwa hiyo wakimaliza jukumu la kuweza kufuzu kwenda hatua ya makundi, atarudi katika mienendo yake ya kuweza kuhakikisha kwamba anautetea ubingwa wake, kwa sababu sasa hivi yeye ndio bingwa mtetezi wa NBC Premier League. Anakuja kukutana na mpinzani ambaye ni nani? Ambaye ni bingwa wa championship. Yaani ni mechi ya kibingwa, kwa maana kwamba bingwa ambaye alikuwa NBC ambaye ni Young Africa anakwenda kucheza bingwa wa ligi daraja la kwanza championship ambaye ni Mtibwa Sukari. Kwa hiyo ni mechi ambayo inaonekana itakuwa ni mechi ya ladha ya hali ya juu, kwa maana kwamba mabingwa wanakwenda kukutana. Lakini pia Mtibwa Sukari naye pia amewahi kuchukua ubingwa wa Tanzania bara mara 2 kama sikosei. Ameshabeba ubingwa wa Tanzania bara mara 2. Watoto wa mwaka 2000 nafikiri wataelewa zaidi kwa sababu alichukua 1999 nafikiri kama sikosei, na mwaka 2000 pia aliweza kubeba ubingwa wa Tanzania bara. Kama nitakuwa niko wrong kidogo tarekebishwa hapo, lakini miaka hiyo aliwahi kubeba
Mtibwa Sukari. Kwa hiyo ni mechi ambayo itakwenda kuwa na testi ya kikubwa, kwa maana kwamba Mtibwa Sukari wamerejea kwenye ligi kuu baada ya msimu uliomalizika kutokea ligi daraja la kwanza. Kwa hiyo wao watahitaji kuonyesha namna gani wanahitaji kufanya mambo mazuri na kuweza kuhakikisha kuwa wanasalia katika ligi kuu. Na ukiangalia mienendo wa Yanga pamoja na Mtibwa Sukari katika kimtazamo, Yanga intention yake ya kwanza ni kuhakikisha kuwa anautetea ubingwa wake na kuwa bingwa tena. Lakini Mtibwa Sukari intention yake ya kwanza ni kuhakikisha kwamba anasalia ligi kuu, lakini ya pili ni kuhakikisha kuwa anabakia katika nafasi za juu. Ikitokea ubingwa ni bonus kwa upande wake. Kwa hiyo ni mechi ambayo inaonekana kuwa na radha ya hali ya juu. Lakini tukiangalia kimataifa, Dar es Salaam Africa anapokwenda kucheza na Silver Strikers, tukiangalia Silver Strikers na Yanga kuanzia kwenye kuanzishwa kwake, tunaona Silver Strikers wakiwa na mambo mengi ya kujifunza kwa Dar es Salaam Africa. Ukiangalia Silver Strikers wameanzishwa mwaka 1977, yes, ambapo Yanga ukiangalia imeanzishwa mwaka 1935. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba wakati anazaliwa Silver Strikers, Yanga tayari alikuwa ni mtu mzima, ana mke na watoto. Yaani ukipiga hesabu kutoka mwaka 35 yes, mpaka mwaka 77, ni kijana ambaye tayari ameacha kutegemea wazazi, anakwenda kujitegemea mwenyewe. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba ni ukubwa wa kiasi gani. Lakini pia Dar es Salaam Africa anatokea katika jiji ambalo ni kubwa zaidi, ukiangalia jiji la Dar es Salaam, wakati ukiangalia Silver Strikers wanatokea jiji ambalo ni dogo pale nchini Malawi linaitwa Lilongwe. Ukiangalia ukubwa wa Lilongwe unaweza ukaifananisha na ukubwa kama wa Kigamboni peke yake. Au Temeke pia ni kubwa. Ukiangalia Lilongwe, ukichukua ukubwa wa mita za mraba, unasema kilomita za mraba, ukichukua ya Kigamboni ukijumlisha na Lilongwe, Kigamboni inaonekana bado pia ni kubwa. Ukiangalia Temeke pia, Temeke inaonekana pia ni kubwa. Sasa hao wanatokea jiji la Dar es Salaam, Dar es Salaam Africa, ambao wanatoka katika jiji kubwa lenye watu wengi, lenye mafanikio makubwa, lenye biashara nyingi na lenye fujo za kila aina. Kwa hiyo tunaona katika kila engo, ukiangalia kijiografia Yanga anapata faida zaidi, ukiangalia kiexperience Yanga ana experience kubwa zaidi, kwa sababu kwenye CAF 5 year ranking club Yanga ni wa 12. Ukimwangalia huyu Silver Strikers hata kwenye top 100 hayupo. Ukiangalia top 75, kwa sababu wanachukua kuanzia 75, hayupo hata kwa kufikiriwa. Na hata kusema uongeze tena timu zingine pia 200, unaweza usimpate tena huyu Silver Strikers. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba Dar es Salaam Africa anakwenda kucheza na timu ambayo kimakaratasi inaonekana kwamba Yanga ana nafasi kubwa zaidi ya kufuzu kwenda hatua inayofuata. Kwa hiyo tunaona Yanga akitunza energy yake vizuri, akichanga karata zake vizuri, mimi naona akipata matokeo kwa timu zote mbili, akipata matokeo kwenye upande wa nyumbani ligi kuu, lakini pia akipata matokeo mechi hizo za kimataifa. Lakini pia tunatambua lungu la sasa 72 limempiga Ibrahim Baka, hatakuwa sehemu ya kikosi dhidi ya Mtibwa Sukari. Lakini hiyo pia inakuwa ni nafasi kwa Yanga kuweza kumchezesha mtu kama Frank Ansiki. Hajacheza mpaka sasa, tujaona. Lakini Mwamnyeto amerejea pia kwenye kikosi na kiwango bora mno. Yes, Bakari Nondo Mwamnyeto amepiga pacha na Dickson Jobu katika mafanikio makubwa. Yanga wanafika finali. Bakari Nondo Mwamnyeto pamoja na Dickson Jobu ndo alikopanga pangua pale 4 na 5, na pia kwenye timu za taifa mara kadhaa wameitwa wakiwa wanacheza pale kama pacha. Kwa hiyo tunaona kwa upande wa Yanga kila ukiitazama katika hali ya kimakaratasi, kitakwimu, kihistoria, umeelewa, kisayansi, unaiona Yanga bado ina nafasi ya kuweza kufanya vyema katika tournament zote na katika mechi zote mbili ambazo zinamkabili msimu wa mwezi huu wa 10. Sawa. Bwana, hivyo ndivyo ambavyo tunaendelea kukupatia taarifa bora za michezo na burudani, na hapa tumekusogezea ratiba ya Yanga jinsi ilivyokaa kwa mwezi huu wa Oktoba, mwezi ambao ratiba ya Yanga wana mechi zao 3 tu dhidi ya Mtibwa Sugar tarehe 29 kwa maana ligi kuu ya soka Tanzania bara. Tarehe 18 watacheza na Silver Striker, lakini watakuja kurejeana tena Dar es Salaam Tanzania tarehe 25. Hivyo ndivyo ambavyo tunamaliza. Mimi pamoja naye Steven Mapunda, ndugu yangu wa damu kweli kweli, nyuma ya kamera yuko Mwamba Ali Mido Zela Tabata Kimanga, mwenyewe anakuambia hana mambo mengi, pata ziwa, pata chapati ukalale. Kwa heri.